Habari za kutwa mtazamaji wa SQF TV na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo. Uko nami Pendo Gortone. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na ya madini Mheshimiwa Subira Mgalu amesema serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya usambazaji wa umeme ili kuhakikisha wananchi wanaoishi pembezoni mwa miji na vijijini wanapata huduma hiyo muhimu kwa maendeleo ya jamii na kiuchumi. Kama kamati, Mheshimiwa Naibu Waziri, tunaendelea tu kuipongeza serikali kwa sababu kazi ya kusambaza umeme vitongojini si rahisi, kwa sababu vitongoji viko vingi, na ndio maana tu vitongoji 3060 imegharimu bilioni 419, na sasa kupitia maono yenu mmekuja na mpango wa pili wa vitongoji 9009, na mheshimiwa mjumbe wangu ni kutoe mashaka wewe na sisi kamati nzima ndani ya vitongoji 9009, hivi vitongoji vinne vilivyobaki kwenye kata yako vimo, na tutaendelea safari nyingine kuvisimamia vyote nchi nzima, na sisi tunayo nguvu, tuna nia, tuna ari ya kuhakikisha bunge linalowakilisha wananchi wa Tanzania kwa kupitia bajeti ya Wizara ya Nishati na maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan, hakuna mahali tutaacha kufika. Baada ya maneno hayo ya utangulizi, nikushukuru sana kwa kuja katika kijiji hiki. Inatia faraja kuona bunge linashuka mpaka kwenye ngazi ya kitongoji kukagua miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu ambao tunauzindua leo ni vitongoji 15 kwa kila jimbo, na miongoni mwa vitongoji hivyo hiki hapa kitongoji cha elimu katika kijiji cha Mshinde kimepatiwa umeme na kipo katika jimbo la Geita mjini. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kijiji kina vitongoji vitatu, ambao cha kwanza ni Bunanzai ambapo pale kimeshapatiwa umeme upande huu, na vingine elimu ambacho ndio hiki, na huu ndio mpaka, na kuna kingine Kakola ambako kiko upande wa chini. Vyote tumevipatia umeme. Kwa hiyo kwa kijiji hiki hapa hatuna deni. Lakini niwapongeze sana Wizara ya Nishati, lakini nikimpongeza pia mwakilishi wa REA kwa kazi kubwa ambao wanaifanya kuhakikisha kwamba umeme unafika vijijini. Zamani nyewe mnajua wenyeji wale, huwa ni kipindi kile cha kampeni nilikuwa nawaambia, zamani tulikuwa tunafuata umeme kibatari, unaenda kwa jirani unachukua hizo mkaa, au unaenda na kibatari unakinga hivi mpaka ufike nyumbani kwako ndio upate moto. Lakini sasa umeme unafika kila mahara, na tunaona kwamba mwanga sasa unapatikana. Kweli baada ya mradi huu wa umeme kuletwa hapa, kijiji cha Mshinde kimeendelea. Mimi naamini hata mheshimiwa mbunge hapo awali alivyokuwa kitembelea huku na leo alivyofika ni tofauti kabisa. Mazingira alivyoyakuta, amekuta mambo yako vizuri, kijiji kinanawili, kinastawi, maendeleo yako vizuri. Tulikuwa tuna hata saruni, tulikuwa tunanyoona kwa mkasi, lakini sasa hivi tuna saruni za kusuka, za kunyoa. Baadhi ya wajasiriamali wa soko la Masai Market ambalo ni maarufu kwa bidhaa za utalii mkoani Iringa wamejikuta katika hali ya simanzi baada ya moto mkubwa kuteketeza sehemu ya maduka na vibanda vya wajasiriamali hao usiku wa kuamkia leo. Hatujui umeme kwa sababu kwanza mvua ilianza mwanzo, afu baadaye ilivyokata tu kama dakika 10 mbele tukasikia moto umelipuka. Sasa haijulikani, lakini banda liloanzia ni hili namba 17. Afu na mzigo ulikuwa mwingi kwa sababu mara nyingi tunafuata Nairobi na Malawi. Bidhaa, batiki, mifuko, shanga, vitu vingi tu, na cherehani ipo. Wamama wana mikopo, watu wengi wana mikopo humu ndani. Kwa hiyo imetugusa kwa namna moja ama nyingine. Tunaombea tu serikali watusaidie kwa sababu tutaishije sisi. Kwa hiyo kuna hasara kubwa ambayo bado tunaifanyia tathmini na kuona nini chanzo na namna gani tunaweza kwenda mbele. Mbunge wa jimbo la Tunduru Kaskazini Ado Shaibu Ado amesema kuna haja ya wananchi wa Tunduru kuungana bila kujali tofauti ya vyama vya siasa ili kuondokana na changamoto za maendeleo zinazoikabili wilaya hiyo. Ado amesema hayo jijini Dodoma alipokutana na kufanya mazungumzo na wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati kutoka Tunduru wanaosoma jijini humo. Ndugu zangu, Tunduru ambako wote tunakuita nyumbani sio eneo la kawaida. Tunduru ni eneo lenye utajiri wa historia. Tunduru
ni eneo lenye utajiri wa kijiografia. Tunduru ni eneo lenye utajiri wa kimkakati. Haya yote Mwenyezi Mungu hakutupa kwa bahati mbaya. Nafasi yetu Tunduru, tunatazamwa kwamba ni watu wa mkiani. Huo ni ukweli, nitawaambia. Katika jamii za Tanzania, katika wilaya za Tanzania, Tunduru tunahesabika ni watu wa mkiani, watu wa kisogoni. Jaribu kwenye sekta yoyote ile, iwe ni kwenye elimu, iwe ni elimu ya msingi, iwe ni elimu ya sekondari, iwe ni elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati, Tunduru itakuwa ni ya mwisho tu. Tuanze na vyuo vikuu. Tunduru tuna chuo kikuu? Tuna chuo kikuu sisi? Hatuna chuo kikuu. Kwa nini hatuna chuo kikuu? Kwa sababu tunatazamwa hatustahili kupata chuo kikuu Tunduru. Kuna wakati serikali ilipata ardhi pale ya halmashauri, ardhi kubwa na majengo mengi yaliyoachwa na wakandarasi. Halmashauri ikashauriana, ikasema hii ndio fursa ya sisi kupata chuo kikuu kamili cha mwanzo. Wakayachukua majengo yale yote pamoja na ardhi ile, wakaikabidhi kwa chuo kikuu cha kilimo Sokoine. Sababu jamii ya Tunduru ni jamii ya kilimo, na waliopanga mpango huo mimi nawaheshimu sana, kwamba chuo cha mwanzo kamili kikuu pale Tunduru kinapaswa kuwa chuo cha kilimo, kwa sababu ukombozi wa Tunduru utapatikana kwenye kilimo. Miaka inakwenda, hakuna chuo kikuu. Vyuo vya kati, tuna chuo cha VETA sisi. Hivi mnajua zaidi ya 80% ya halmashauri zote zina vyuo vya VETA? Yaani sisi ni wa mwishoni hata kwenye VETA. Na VETA yetu ni moja kati ya VETA zinasuasua mpaka leo haijaanza. Twende kwenye elimu ya msingi. Katika mkoa mzima wa Ruvuma, Tunduru, kwenye matokeo yaliyopita ya mwaka uliopita, Tunduru ni ya mwisho katika mkoa wa Ruvuma. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linawashikilia watu wawili kwa tuhuma za kutumia vibaya silaha aina ya bastola kwa kuwatishia watu. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro SACP Alex Mkama amesema watuhumiwa hao ambao wanamiliki silaha hizo kihalali wanadaiwa kuzitumia visivyo katika matukio tofauti wakiwa katika vilabu vya burudani. Katika mwendelezo wa operation dhidi ya uhalifu, jeshi la polisi mkoani Morogoro limewakamata watuhumiwa wawili kwa matumizi mabaya ya silaha za moto aina ya pisto wanazomiliki kisheria lakini wanazitumia vibaya. Waliokamatwa ni Kishiwa Stanislaus Zumbi, huyu ana umri wa miaka 51, ni mkulima na mkazi wa Kihonda. Mtuhumiwa akiwa na silaha moja aina ya pisto aina ya Markov yenye namba AK0077 alifyatua risasi 4 akiwa katika umati mkubwa kwenye starehe, kitu ambacho sio halali na sio maelekezo, na hivyo akawa amezua taharuki pale. Tukio hilo limetokea Machi 2 mwaka huu usiku kwenye kilabu cha pombe eneo la Kihonda, manispaa ya Morogoro. Vile vile amekamatwa Ibrahim Ideva Yusuf, huyu ana umri wa miaka 45, ni mfanyabiashara na mkazi wa tumbaku, kwa tuhuma za kutishia kuua kwa silaha. Tukio ambalo limetokea Machi 13, 2026 huko katika kilabu cha pombe eneo la 88 manispaa ya Morogoro. Mtumiwa alitumia silaha hiyo kumtishia mhudumu kwenye paji la uso ili kuendelea kupewa huduma bila malipo. Mtumiwa alidhibitiwa na kunyang'anywa silaha hiyo aina ya pisto aina ya Browning yenye namba B395661 ikiwa na risasi 5 kabla haijasababisha madhara. Kwa hiyo hatua za kisheria zinaendelea kwa hatua zaidi dhidi ya hawa watuhumiwa, lakini kwa awali silaha zao zile zimechukuliwa na ziko chini ya upelelezi, kwa maana chini ya jeshi la polisi. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio tamati ya SQF habari siku ya leo. Asante sana kutenga muda wako thamani kutazama taarifa hizi za habari siku ya leo. Kwa niaba ya timu nzima ulikopo nami Penda Garton, nikutakie siku iliyokuwa njema na bye kwa sasa.